pekee. Chochote au yoyote aliyefanana na wewe, ikimaanisha aliyeoana na wewe, ni chochote au yoyote uliyemzaa wewe mwenyewe. Umemzaa kwa fikra zako, umemzaa kwa uelewa wako, umemzaa kwa mawazo yako, umemzaa kwa neno lako, umemzaa kwa upendo wako, umemzaa kwa viungo vyako, umemzaa kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu ndoa sehemu ya 21. Bila shaka pekee, yoyote au chochote ambacho umeoana nacho au utakuja kuoana nacho, ikimaanisha kufanana nacho, ni yule au kile ambacho utakizaa wewe mwenyewe au umekizaa wewe mwenyewe. Haijalishi umekizaa vipi, ni kwa mawazo au kwa matendo, ni kwa fikra, ni kwa ndoto, ni kwa viungo vya mwili wako, ni kwa harufu au kwa neno moja, kwa uwepo wako. Hicho ambacho umekizaa wewe mwenyewe kwa jinsi ya uwepo wako, kwa namna yoyote ile, ndiye aliyeoana na wewe, kimaanisha aliyefanana na wewe, kwa maana kwamba ndicho kilicho cha ndoa yako wewe mwenyewe, au pumziko lako, ikimaanisha msaidizi wako. Kwa hiyo unamuoa yule aliyezaliwa na wewe mwenyewe. Mnaoana na yule uliyemzaa wewe mwenyewe na kile ulichokizaa wewe mwenyewe, na kukifanya hicho kuwa ni cha kwako wewe mwenyewe. Utaoana na kile ulichokizaa wewe mwenyewe. Utafunga ndoa, umefunga ndoa, una ndoa na kile au yule uliyemzaa wewe mwenyewe, ikimaanisha kwamba umefanana, mtafanana au kuoana. Umeoana na yule au kile ulichokizaa wewe mwenyewe, nacho hicho, naye huyo kuwa ndiye au ndicho kilicho kisaidizi
au pumziko lako, pumziko la kuoana kwako, pumziko la kuoa kwako, pumziko la kuolewa kwako, pumziko la ndoa yako. Na chochote au yoyote unayemzaa, uliyemzaa, ndiye aliye picha yako wewe, au sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha kwamba ulichokizaa ni picha yako tu. Kilichozaliwa na wewe, aliyezaliwa na wewe ni picha yako tu, na kuonekana sawasawa na mapenzi yako ya jinsi vile wewe ulitaka picha yako ionekane vipi. Ndio huyo mumeo, mume wa kufanana na wewe, ni huyo uliyemzaa wewe mwenyewe. Huyo mke wa kufanana na wewe wa ndoa yako ni huyo uliyemzaa wewe mwenyewe. Umemzaa kwa jinsi ya uwepo wako, wa mawazo yako, ya fikra zako, ya ufahamu wako, wa viungo vyako, harufu, sauti, upendo, tabasamu na kila jinsi ya vile wewe umemzaa. Ndio maana mwingine ulisema huyo mume ameoana na wewe kwa sababu tu ya harufu yake. Hiyo harufu uliomzaa nayo ndio ikafanya afanane na wewe, kwani ni harufu hiyo hiyo mwingine aliyo jirani yako anaona ananuka, hafai. Lakini kwa kuwa umemzaa wewe mwenyewe kwa harufu hiyo, huyo amekuwa ni wa uzao wako wewe, ikimaanisha wa kufanana au aliyeoana nawe, na kuwa ni pumziko kwako kila jinsi unavyomtazama. Ndio kasema kwa ile pua nimempenda yule ninaoana naye, huyo ni wa kuoana naye. Ni pua tu. Kwa hiyo sura, ilo umbo, nani kalizaa ilo umbo? Ni wewe uliyemtazama, umelizaa ilo umbo na kusema kwa jinsi hiyo huyo ameoana na wewe, ameoana na jinsi ya umbo hilo ulilolizaa na kulitengeneza. Kwa kuwa kwa hilo umbo ulilolitengeneza na kusema huyo ameoana na wewe, mwingine akilitazama anasema hamna kitu, halioni
hilo umbo ulilolitengeneza, ulilolizaa. Ndio. Kwa hiyo huyo mume wa ndoa yako wa kufanana na wewe uliyeoana naye ni yule uliyemzaa wewe mwenyewe, ikimaanisha kwamba huyo mumeo ni picha yako tu, na vile alivyo yupo sawa sawa na jinsi vile wewe umemzaa mwenyewe. Na ndio maana ukimwelezea mwingine vile jinsi unavyomwona mumeo, mkeo, hakuelewi. Anakwambia sio, huyo ana tabia zile, huyo iko vile, kwa kuwa huyo umemzaa wewe mwenyewe, na sura anavyotazamika ni kwa ajili yako wewe. Ni ile picha ambayo ipo sawa sawa na mapenzi yako wewe na si ya mwingine, na yuko hivyo kwa ajili ya kukupumzisha wewe mwenyewe, na kila unapomtazama kupata pumziko, yani raha ya jinsi ya picha hiyo inavyoonekana. Ndio pekee. Kwa hiyo mume uliye naye, mke uliye naye ni wa umiliki wako wewe mwenyewe kwa kumzaa. Narudia hapa kwamba mke uliye naye huyo, mume uliyeoana naye ni wa umiliki wako wewe mwenyewe kwa kumzaa kwa huo uwepo wako. Kwa hiyo haujashirikiana na mwingine ukasema kwamba mume huyo umeshirikiana na wazazi wake, mke huyo umeshirikiana na wazazi wake. Huyo mke ni wa kwako wewe mwenyewe, huyo mume ni wa kwako wewe mwenyewe kwa kumzaa kwako wewe na kufanya kuwa na uhalali halisi na wewe hapo ulipo, wa kuoana na wewe, wa kukupumzisha, wa kukusaidia sawa sawa na ulivyomzaa kwa jinsi ya uwepo wako. Ndio haujashirikiana na mwingine yoyote kuoana na mumeo, kuoana na mkeo, kufanana na baba yako, kufanana na mama yako, kuoana na taifa lako, kuoana na dini yako, kuoana na mali zako, kuoana na kila chochote kilichopo kwa jinsi ya sura ya kuonekana kwake, ila ni wewe pekee
ndiye uliyeoana na huyo mume na huyo mke, uliyefanana na huyo mzazi na huyo baba, huyo mama, huyo mtoto, hilo taifa, hicho kijiji, hilo dini, hiyo mbingu, dunia, wanyama, fedha, mali na kila chochote kilichopo chenye sura. Kwa wewe kukizaa au kumzaa kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Kwa hiyo utaoana na yoyote na chochote kile kwa kukizaa kwako wewe mwenyewe, na sio kwa mwingine kukizaa wewe ndiye uoane nacho. Mwingine akikizaa ameoana nacho yeye. Kwa hiyo mke uliye naye umeoana naye si kwa kuzaliwa na wazazi wake, bali kwa kumzaa wewe mwenyewe. Mume huyo umeoana naye si kwa kuzaliwa na vingine vyote, bali kwa wewe kumzaa mwenyewe. Fedha hizo umeoana nazo, ndio maana uko nazo. Mali, baba huyo, mama huyo, familia hiyo, kijiji hicho, taifa hilo, dini hiyo, dhehebu hilo, wanyama, hali ya hewa, anga, chochote kilichopo umeoana nacho, umefanana nacho kwa kukizaa wewe mwenyewe, na sio kwa kuzaliwa na kingine, na kufanya uwe na ushirika na kingine. Mume hashirikishwi, mke hashirikishwi, kwamba ni wa kwenu wote. Mzazi hashirikishwi kwamba ni wa kwenu wote, hata kama mmezaliwa kwenye familia hiyo, lakini mzazi wako wewe unamzaa wewe mwenyewe. Taifa halishirikishwi hata kama mko wangapi, kwa kuwa taifa lako unalizaa wewe mwenyewe. Fedha haishirikishwi, shamba, mali, chochote kile hakishirikishwi, wala kugawanwa na mwingine, kwa kuwa kimezaliwa na wewe mwenyewe. Na jinsi vile kilivyooana na wewe, kilivyofanana na wewe, mwingine yoyote hajui.
Na ndio maana muda mwingine utaulizwa, umempendea nini huyo mume? Umempendea nini huyo mke? Uwepo wako unajua. Na mwingine yoyote, kingine chochote, hata kichunguze vipi, hakiwezi kupata hiyo siri, kwa kuwa siri ni moja, umekizaa wewe mwenyewe. Na chochote cha kukufurahisha, kilicho pumziko lako, kilichooana nawe, kilicho msaidizi wako, ni kile kilichozaliwa na wewe, ni kile ambacho umekizaa wewe, na hicho ndicho kilicho picha yako wewe, na kipo sawa sawa na mapenzi yako wewe, na mapenzi ya jinsi ya uwepo wako wewe. Na vyovyote katika jinsi ya kuonekana kwake, yupo kutimiza mapenzi yako, yupo kuyatimiza mapenzi yako. Kwa hiyo haijalishi mume anaongelewa vipi, mkeo anaongelewa vipi, taifa lako linaongelewa vipi, uchumi wako unaongelewa vipi, chochote kile kinaongelewa vipi kwako, kwamba hakifai, kwamba hicho sio, kwamba vyovyote vile kinaongelewa hivyo, kwa kuwa hawakijui kwako jinsi kilivyo, hawakijui kwako ni namna gani kimeoana na wewe. Ila huyo ndiye anayetimiza mapenzi yako hivyo hivyo alivyo. Huyo mumeo, huyo mkeo, hiyo fedha, huyo mzazi, hilo taifa, hilo dini, hiyo dhehebu, hilo neno, hao wanyama, hilo anga, hiyo mvua, hiyo hali ya hewa, chochote kile ndicho kinachotimiza mapenzi yako, mapenzi ya maisha yako, mapenzi ya vile ulivyo hapo ulipo. Usiogope ukasikia kiangazi sasa hivi ni kikubwa, joto sasa hivi limepanda, sijui hivi kiko hivi, mume sasa hivi yuko vile, mkeo sasa hivi yuko vile. Jinsi vyovyote vile alivyo, hayupo kwa bahati mbaya, yupo kwa kuzaliwa na huo uwepo wako, kwa kuzaliwa na wewe, kwa wewe kumzaa, na jinsi vile alivyo, yupo sawa sawa na mapenzi yako. Ni picha inayoonekana sawa sawa na mapenzi yako inavyotaka kuonekana, na yupo vile kuyatimiza mapenzi yako. Ndio maana mume huyo, mke huyo, taifa hilo, kijiji hicho, ofisi hiyo, vyovyote vile, uwepo wa chochote vile, haijalishi unasikia nini juu yake, hicho ndicho kilicho pumziko lako, na jinsi vyovyote vilivyo kipo kutimiza mapenzi yako, kinayatimiza mapenzi yako, kinayatimiza chochote kile unachokifanya wewe mwenyewe katika maisha yako, kinatimiza furaha, raha, pumziko la maisha yako, ya uwepo wako hapo popote pale ulipo, katika jinsi hiyo na jina hilo. Kwa hiyo usishake juu ya mumeo, usishake juu ya mkeo, usishake juu ya mtoto wako,
usishaki juu ya taifa lako, usishaki juu ya hali yoyote, usishaki juu ya chochote kile. Hicho umeoana nacho, umefanana nacho wewe mwenyewe kwa kukizaa kwa jinsi ya uwepo wako, na hicho ni picha yako wewe, na kipo kwa muonekano wa sura ya mapenzi yako, yani ya uwepo wa jina lako hilo. Ndio nazungumza na wewe katika ndoa hiyo, katika kuoana huko, kwamba katika ndoa yako hampo wawili, upo wewe na picha yako wewe, upo wewe mume na picha yako wewe, upo wewe mke na picha yako wewe. Popote pale hampo wawili katika majina mawili, bali upo wewe na picha yako wewe, kwa kuwa hapo ulipo umeoana na huyo kwa kumzaa, na chochote ulichokizaa ndicho kilicho picha yako wewe. Ni mtoto, ni mzazi, ni mume, ni mke, ni taifa, ni chochote kilichopo kwa jinsi ya kukizaa kwa uwepo wako huu ulionao. Na huyo mume, huyo mke ndiye pumziko lako. Hilo taifa, chochote kile ulichooana nacho kwa jinsi ya uwepo wako, ndicho kilicho pumziko lako, ndicho kilicho, ndiye aliye msaidizi wako, na yupo hapo popote pale kutimiza mapenzi yako, na jinsi ya muonekano wake ndio picha halisi iliyozaliwa kwa ajili ya kutimiza mapenzi yako, kwa ajili ya usaidizi wake, na jinsi anavyoonekana, na jinsi ya muonekano wa sura hiyo ndiyo kutimia, ndiyo kutimiza kwa mapenzi yako wewe. Pokea ndoa ya mapenzi yako, ndoa ya sura yako. Pokea ndoa ya kuoana na wewe. Pokea mume wa sura yako. Pokea mke wa sura yako. Umepokea utajiri wa sura yako. Umepokea mafanikio ya sura yako. Umepokea mzazi wa jina lako. Umepokea fedha za jina lako. Umepokea mafanikio ya pumziko lako. Umepokea ndoa ya pumziko lako. Umepokea viungo vya pumziko lako. Umepokea uponyaji wa pumziko lako. Umepokea watoto wa pumziko lako. Umepokea taifa la pumziko lako. Umepokea dini, dhehebu, kabila, chochote kile kilichopo cha pumziko lako. Pokea muujiza wa pumziko lako. Pokea mafanikio ya pumziko lako. Pokea uzao wa pumziko lako. Pokea fedha ya pumziko lako. Pokea uponyaji wa pumziko lako. Pokea mafanikio ya pumziko lako. Pokea hali ya hewa ya pumziko lako. Pokea hali ya anga ya pumziko lako. Pokea dunia ya pumziko lako. Umepokea na imekuwa kwako. Tazama mafundisho haya pia katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andigunyu, na popote pale ulipo umepokea pumziko la ndoa ya uwepo wako popote pale ulipo.